Mheshimiwa Rais, kwa namna ya pekee ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana leo tukiwa na afya njema kwa ajili ya kuwasilisha matokeo ya tathmini ya masuala ya ardhi yanayolalamikiwa katika wilaya ya Ngorongoro. Aidha, ninakushukuru wewe binafsi kwa kutuamini na kututeua kufanya tathmini hii. Mheshimiwa Rais, asante sana. Mheshimiwa Rais, matokeo ya tathmini ya masuala ya ardhi tunayowasilisha kwako yanahusu maeneo matatu, yaani eneo la hifadhi ya Ngorongoro, pori la akiba Pololeti na pori tengefu la Ziwa Natron. Maeneo haya, kutokana na umuhimu wake, serikali kwa nyakati tofauti ilifanya uamuzi wa kuyahifadhi kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Rais, katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro, malalamiko yanahusu uwiano na uendelevu wa matumizi mseto ya ardhi ndani ya hifadhi hiyo. Na malalamiko katika pori la akiba Pololeti ni wananchi kutoshirikishwa kwa ukamilifu katika mchakato wa kupandisha hadhi yalilokuwa pori tengefu la Loliondo mwaka 2022 kuwa pori la akiba. Kwa upande wa pori tengefu la Ziwa Natron, wananchi wana hofu ya kupoteza ardhi yao endapo serikali itatekeleza uamuzi wa kupandisha hadhi pori hilo kuwa pori la akiba. Masuala muhimu yaliyobainika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Mheshimiwa Rais, eneo la hifadhi ya Ngorongoro yani NCA ni sehemu ya mfumo ekolojia wa Serengeti Mara ambao unaundwa na hifadhi ya taifa ya Serengeti, eneo la hifadhi ya Ngorongoro, mapori ya akiba ya Maswa, Kijereshi, Ikorongo, Grumeti na Pololeti, jumuiya za hifadhi za wanyamapori za jamii yani WMAs za Ikona na Makao, ranchi ya Mwiba na hifadhi ya taifa ya Masai Mara nchini Kenya. Mfumo huu ekolojia ni maarufu sana duniani kwa wingi wa wanyamapori wanaohama kama nyumbu na pundamilia. Aidha, kuna eneo la Ndutu ndani ya hifadhi ya Ngorongoro ambayo ni muhimu sana kwa mazalia ya nyumbu. Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha takriban miaka 67 ya utekelezaji wa matumizi mseto ya ardhi ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro, yapo mafanikio kadhaa yaliyopatikana ambayo ni pamoja na mosi, eneo la hifadhi ya Ngorongoro limeendelea kuwa eneo la kipekee duniani. Lakini pili, idadi ya watalii imeongezeka kutoka 592,498 kwa mwaka 2015 hadi kufikia watalii 884,484 Machi 2025. Na mapato yatokanayo na utalii yameongezeka kutoka shilingi bilioni 60 mwaka 2015 na kufikia shilingi bilioni 223 mwezi Machi mwaka 2025. Tatu, jamii ya wenyeji wanaoishi ndani ya hifadhi wameendeleza mila na desturi zao bila mwingiliano. Na nne, jamii ya wenyeji wameendelea kunufaika na nyanda huru za malisho wanazotumia kwa pamoja, yani grazing land. Mheshimiwa Rais, pamoja na mafanikio hayo niliyoyataja, zipo changamoto nyingi ambazo zinaathiri matumizi mseto ya ardhi katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro, na endapo changamoto hizi hazitatatuliwa, shinikizo la matumizi ya ardhi ndani ya hifadhi halitakuwa himilivu. Changamoto hizo ni kama ifuatavyo. Mosi, kuongezeka kwa mahitaji ya maendeleo ya jamii ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro kutokana na ongezeko la idadi ya watu. Idadi ya watu ndani ya hifadhi imeongezeka kutoka takriban 8,000 waliokuwepo mwaka 1959
hadi kufikia watu 1,793 mwaka 2022. Kwa mujibu wa takwimu za Ofisi ya Taifa ya Takwimu za mwaka 2022, idadi hiyo inakadiriwa kuongezeka hadi kufikia watu 276,651 ifikapo mwaka 2050, katika wastani wa ukuaji wa 3.6% kwa mwaka. Ongezeko hili la idadi ya watu linaenda sambamba na ongezeko la mahitaji ya matumizi ya ardhi, na hivyo kuongeza ushindani wa matumizi ya ardhi kwa ajili ya uhifadhi, utalii na maendeleo ya jamii, kwa kuwa ukubwa wa ardhi katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro hauongezeki. Changamoto ya pili ni kuongezeka kwa ushindani wa matumizi ya ardhi, uharibifu wa mazingira na kupungua kwa nyanda za malisho ya mifugo na wanyamapori kwa sababu ya ongezeko la watu na mtawanyiko wa makazi ndani ya eneo la hifadhi. Makazi yameongezeka ndani ya eneo la hifadhi kutoka 13,381 yaliyokuwepo mwaka 2019 hadi kufikia makazi 17,784 kwa mwaka uliopita 2025, sawa na ongezeko la 28.8%. Changamoto ya tatu ni ongezeko la mifugo ndani ya hifadhi kutoka mifugo 261,723 kwa mwaka 1960 hadi mifugo 715,466 kwa mwaka 2022. Idadi hiyo ya mifugo iliyoongezeka inajumuisha ng'ombe 274,643, mbuzi 201,938, kondoo 226,553 na punda 11,032. Kwa mujibu wa tathmini ya tume, inakadiriwa kuwa idadi ya ng'ombe pekee itaongezeka kutoka 274,943 takwimu ya mwaka 2022 hadi kufikia ng'ombe 418,913 ifikapo mwaka 2050, wastani wa ukuaji ukiwa 2.7% kwa mwaka, na hivyo kuongeza mahitaji zaidi ya ardhi ya malisho. Mheshimiwa Rais, tathmini imeonyesha kuwa mwaka 2022 mifugo ilihitaji eneo la kilomita za mraba 4,579 sawa na 56.4% ya eneo lote la hifadhi ya Ngorongoro la kilomita za mraba 8,122.7. Mahitaji hayo yanakadiriwa kuongezeka hadi kufikia kilomita za mraba 8,464.56 sawa na 104% ya eneo lote la hifadhi ifikapo mwaka 2050. Hii ina maana kuwa hata kama wanyamapori na makazi yataondolewa, eneo hilo halitatosha kwa matumizi ya mifugo pekee ifikapo mwaka 2050. Mheshimiwa Rais, licha ya takwimu kuonyesha kwamba idadi ya mifugo imeongezeka, uwezo wa wafugaji ndani ya hifadhi kujikimu kiuchumi na kuwa na usalama wa chakula kwa kutegemea mifugo pekee, yaani kwa Kiingereza Tropical Livestock Unit, ambayo kwa kifupi ni TLU, umeendelea kupungua. Kitaalamu, kiwango cha chini cha mtu kujikimu kwa kutegemea mifugo pekee ni kuwa na ng'ombe 8, TLU 8, kila ng'ombe akiwa na uzito wa kilogramu 250. Mwaka 2022 TLU, Tropical Livestock Unit,
kwa mtu mmoja ndani ya hifadhi ilikuwa 3.5, ambayo inakadiriwa kushuka hadi kufikia TLU 1.5 ifikapo mwaka 2050. Hii ina maana kuwa jamii ya wenyeji wanaoishi ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro inahitaji kuwa na shughuli mbadala ili kujikimu kiuchumi na kuweza kuwa na usalama wa chakula. Hata hivyo, kutokana na makatazo ya sheria, hakuna fursa ya kufanya shughuli nyingine ya kuongeza usalama wa chakula zaidi ya ufugaji ndani ya eneo la hifadhi. Changamoto ya 4 ni kupungua au kutoweka kwa baadhi ya wanyamapori, hususan katika kasoko ya Ngorongoro. Tafiti zinaonyesha kuwa kuanzia mwaka 2000 baadhi ya wanyamapori kama vile choroa, nyamela na swala twiga wametoweka ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Wanyamapori wengine kama vile nyumbu wakazi, resident wild beast, wamepungua kutoka katika kasoko ya Ngorongoro. Kupungua au kutoweka huku kwa wanyamapori kunahusishwa na ongezeko la shughuli za kibinadamu na mabadiliko ya tabia nchi ndani ya hifadhi. Changamoto ya 5 ni migongano kati ya wanyamapori na binadamu, yani human wildlife conflicts, ambapo takwimu zinaonyesha kuwa wastani wa watu 7 wamekuwa wakiuawa na wanyamapori kila mwaka kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka jana 2025, na kufanya jumla ya watu waliouawa kufikia 77. Pia watu 274 wamejeruhiwa na pia mifugo 1450 imeuawa na wanyamapori katika hiki kipindi nilichokitaja. Changamoto ya 6 ni uwepo wa magonjwa ya kuambukiza, yani zoonotic diseases, kama vile kimeta na kichaa cha mbwa yanayoathiri binadamu, mifugo na wanyamapori kutokana na mwingiliano kati ya binadamu, mifugo na wanyamapori, kwa kuwa ni vigumu kutibu au kutoa chanjo kwa wanyamapori wanaopata magonjwa haya. Changamoto ya 7 ni uharibifu wa mazingira unaotokana na shughuli za kibinadamu ambao unasababisha kupungua kwa uoto wa asili ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Na ya 8 ni athari ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanasababisha mabadiliko ya uoto na kuongezeka na kuenea kwa mimea vamizi, na hivyo kupunguza nyanda za malisho kwa ajili ya mifugo na wanyamapori. Hali hii inaongeza ushindani wa matumizi ya ardhi na ya malisho kwa ajili ya mifugo na wanyamapori, lakini pia inasababisha uharibifu wa mazingira. Eneo la pori la akiba Pololeti. Mheshimiwa Rais, pori la akiba Pololeti lilianza kuhifadhiwa kama pori tengefu la Loliondo mwaka 1951 kutokana na umuhimu wake katika mfumo ikolojia wa Serengeti Mara. Kutokana na pori hilo kuathiriwa na shughuli za kibinadamu, hususan ufugaji usiozingatia uwezo wa eneo kuhimili idadi ya mifugo, na pia kutokana na kuanzishwa makazi ndani ya pori hilo, mwaka 2022 serikali ilimega eneo la kilomita za mraba 1502 kati ya kilomita za mraba za lililokuwa pori tengefu 4002, na hilo eneo likapandishwa hadhi kuwa pori la akiba Pololeti. Eneo lililobakia la kilomita za mraba 2500 liligawiwa kwa wananchi kwa ajili ya shughuli zao. Mheshimiwa Rais, pori la akiba Pololeti lina umuhimu wa hali ya juu wa kimazingira, kiikolojia na kiuchumi kwa sababu 3 zifuatazo. Kwanza, ni eneo ambalo limezungukwa na safu za milima, mabonde, miamba na maeneo ya tambarare, na lina vyanzo muhimu vya maji kwa ajili ya hifadhi ya Serengeti. 2, eneo hili ni ushoroba wa wanyamapori
na mazalia ya nyumbu wahamao katika ule mfumo nilioutaja, mfumo ekolojia wa Serengeti Mara. Tatu, eneo hili ni muhimu kwa utalii na pia ni kinga, yani buffer kwa maeneo mengine ya hifadhi. Mheshimiwa Rais, kufuatia kuanzishwa kwa pori la akiba Pololeti, zimejitokeza changamoto zifuatazo. Mosi, wananchi wameendelea kulalamika kuhusu uhalali wa kupandisha hadhi pori hilo, wakidai kwamba ardhi yake ni ardhi yao iliyotwaliwa pasipo wao kushirikishwa, na hivyo wanaomba warejeshewe ardhi ya pori hilo ili waweze kuitumia kwa utaratibu ule wa matumizi mseto kama ilivyo katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Changamoto ya pili ni kwamba mwaka 2022 serikali ilihamisha mamlaka ya usimamizi wa pori la akiba Pololeti kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori yani TAWA kwenda kwa mamlaka ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro yani NCAA, pasipo kuzingatia sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura ya 283 ambayo imeipa TAWA mamlaka ya usimamizi wa mapori ya akiba na mapori tengefu. Tume imebaini kuwa uamuzi huo wa serikali unaleta misuguano ya kisheria, kitaasisi na kiutendaji katika usimamizi wa pori hilo. Changamoto ya tatu ni kwamba lile eneo la kilomita za mraba 2500 walizoachiwa wananchi kutokana na wingi wa mifugo halitumiki kwa tija, na kwamba pia kuna changamoto za mimea vamizi, hali inayoleta ushindani wa matumizi ya ardhi na kuendelea kuongezeka mahitaji ya ardhi kwa wananchi. Vile vile katika ukaguzi wa maeneo ya tarafa ya Loliondo na tarafa ya Sale, tume iliona makundi ya wanyamapori hasa nyumbu, swala, pundamilia na twiga wakiwa wamechanganyika pamoja na mifugo katika maeneo yanayokaliwa na wananchi. Changamoto ya nne ni kukosekana kwa huduma muhimu za ugani kwa wananchi wa vijiji vinavyopakana na pori la akiba Pololeti. Changamoto ya tano inahusu umuhimu au haja ya kuboreshwa kwa barabara kuu ya Mto wa Mbu kwenda Waso, makao makuu ya wilaya Loliondo, ili kuchochea ukuaji wa uchumi wa wilaya hiyo. Pori tengefu la Ziwa Natron. Mheshimiwa Rais, pori tengefu la Ziwa Natron lilianzishwa kwa mujibu wa kifungu cha 9 cha sheria ya hifadhi ya wanyamapori ya mwaka 1951. Pori hilo linagusa wilaya 3 za Ngorongoro, Monduli na Longido. Kwa upande wa wilaya ya Ngorongoro, pori hilo lipo katika tarafa ya Sale na linagusa vijiji 4 vya Ingaresero, Pinyinyi, Oldonyo Sambu na Jema. Mheshimiwa Rais, changamoto iliyopo kwa wananchi wanaoguswa na pori hili ni hofu ya kupoteza ardhi wanaoitumia endapo serikali itatekeleza uamuzi wa kupandisha hadhi pori hilo kuwa pori la akiba. Aidha, ndani ya pori hilo kuna miundombinu iliyowekezwa na serikali na watu binafsi zikiwemo shule, zahanati, barabara, mawasiliano, utalii, maeneo ya kiutawala na miundombinu ya umwagiliaji maji. Vile vile kijiji cha Jema ambacho ni moja kati ya vijiji vilivyopo ndani ya pori hilo ni eneo ambalo mwaka 2006 lilitumika kutekeleza azma na mpango wa serikali wa kupunguza idadi ya watu ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro, ambapo jumla ya kaya 159 za wananchi zilihamishiwa katika kijiji hicho. Masuala mengineyo. Mfumo wa kimila wa uongozi wa jamii ya wenyeji.